Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji mpendwa katika Kristo, na kukaribisha tena kwenye media na kipindi ambacho Yesu Kristo anaendelea kuunguruma, kipindi cha The Mercy Hour, ni saa la rehema. Kwa siku ya leo ninakukaribisha katika hiki kipindi tena ukiwa na mimi mtumishi wa Mungu mwinjilisti McDonald Lyson. Karibu sana, tuwe pamoja tujue namna gani Yesu au Mungu anavyokwenda kutukumbusha neno lake. Kwa hiyo tunaendelea kuangaza habari za maombi. Kwa hiyo kumbuka kwamba tunafundishana habari za maombi. Kila mtu anaomba, lakini inawezekana unaomba na unaomba vibaya. Kwa hiyo katika kipindi cha The Mercy Hour tunaangalia mifumo inayotumika katika maombi. Mifumo inayotumika katika maombi. Kwa hiyo katika hii mifumo, mfumo wa kwanza ni mfumo wa kusemesha nafsi. Mfumo wa kusemesha nafsi, ambapo kwenye huu mfumo naamini leo tunakwenda kumalizia mfumo wa kwanza wa kusemesha nafsi. Katika huu mfumo tumeangalia vitu mbalimbali kama maombi ya kuzisemesha nafsi za wabaya wako au maadui wako. Kuna maombi ya kuzisemesha nafsi za watoto wako. Tumefundishana maombi ya namna ya kuomba kuziombea nafsi za mwenza wako wa ndoa. Tunaendelea na hayo maombi, tunaendelea na huu mfumo wa kusemesha nafsi. Kwa hiyo siku ya mwisho kukutana mahali hapa kwenye kipindi chetu cha juzi, tuliishia mahali ambapo tulisema maombi ya kusemesha nafsi za mwenza wa ndoa yako. Kwa tunaendelea kuangalia hapo kwamba ni unawezaje ukaziombea nafsi za mwenza wa ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea, bado tumesalia na kitu kimoja. Tutaomba kwa ajili ya nafsi, kuomba maombi ya kusemesha nafsi zako, nafsi yako. Kwa hiyo kwa sasa ngoja tuendelee kwa maombi ya kusemesha nafsi ya mwenza wako. Kabla hatujaendelea, naomba mtazamaji tuombe kwa pamoja. Tufungue kipindi chetu kwa maombi. Baba uliye mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru na kukuinua Bwana kwa ajili ya yule anayotazama kipindi hiki. Bwana, tunaomba ukatawale, tunaomba utende matendo makubwa, tamalaki kwenye mioyo yetu. Tawala Bwana nafsi zao, tawala Bwana Mesia, tawala kila mahali walipokaa, waliposimama, wanapotazama hiki kipindi Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba mwongozo wa Roho Mtakatifu. Bwana, tunaomba rehema, tunaomba toba Bwana kwa ajili ya nafsi zetu zilizopotoka. Tumewaza vibaya Bwana, tunaomba uturehemu, tusafishe tena kwa damu yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu wa Nazareth, na kila mwenye pumzi aseme amen. Yapo maombi ambayo unaweza kuomba, mtumishi wa Mungu, kuombea nafsi ya mwenza wako wa ndoa. Kwa nini ni muhimu ukaomba kuzisemesha nafsi za mwenza wako? Ni muhimu sana. Ndoa inapoheshimika, Biblia inasema ndoa na iheshimike na watu wote. Manake ndani ya ndoa kukiwa na amani, manake kutakuwa na maendeleo na mafanikio. Ukiwa na uwezo wa kumwombea mwenza wa ndoa yako, ukiwa na uwezo wa kumwombea mume wako au mke wako, basi jua kabisa ndoa yako itakuwa ndoa yenye mafanikio na ndoa yenye baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nakukaribisha mtumishi wa Mungu, tuende kwa pamoja. Kwa hiyo unawezaje ukaomba? Unaomba nini kwa huyo mwenza wako? Cha kwanza ni kuomba kuvunja kila vifungo vilivyomshikilia, tulisema hivyo, na vinavyomtumikisha kwa siri. Unatakiwa usimame kwa maombi, unavunja kila kifungo kinachomshikilia mwenza wa ndoa yako na vinavyomtumikisha kwa siri. B, haribu roho inayosababisha akose mshikamano na umoja kwako. Anakosa upendo, anakosa na furaha. Ombea kuondoa zuio lililosimama kukutenga kiroho na mwenza wako.
Usipofanya hivi vitu, tulisoma kitabu cha Efeso 2 sura ya 14 hadi 15, ambapo neno la Mungu linasema, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, unaweza ukaomba kwa kuvunja. Ingia kwenye maombi mazito, ingia kwenye maombi ya kumaanisha. Inawezekana hakuna umoja, inawezekana mwenza wako ameshikiliwa na roho ambazo unakosa kabisa mshikamano, ameshikiliwa na vifungo vinavyomshikilia na kumtumikisha kwa siri. Ombea ndoa ya mwenza wako, ombea kazi ya mwenza wako. Kama anafanya biashara, anapotoka litaje jina lake, utaona mambo yanaenda sawa sawa na unachokitaka. Unaweza ukaomba tena kumwombea mwenza wako mafanikio katika kazi yake, mafanikio kwenye uchumi wake, mafanikio kwenye huduma anayoifanya. Inawezekana ni mchungaji, inawezekana ana huduma ya kiroho. Basi wewe ukiwa mwenza, ukiwa mume bora, ukiwa mke bora, unaweza ukamwombea huyo mwenza wako na akapata mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Makanisa mengi unayoyaona yanaanziaga chumbani. Kanisa ni mume na mke, wanaanzia chumbani. Huduma yoyote, biashara, inaanziaga chumbani, mkiwa watu wawili, mkijadili na kukubaliana, mkifanya ile kazi kwa kushirikiana, kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndoa yenu ikijana roho ya kusameana, ndoa yenu ikijana na roho ya kuombeana, unamwombea mafanikio katika kazi, uchumi, huduma anayoifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachungaji ambao ndoa zao zina vurugu au hazina amani, ni vigumu sana kuona yule mchungaji anasonga mbele au anafanikiwa katika ile huduma. Hata kama ni mfanyabiashara, kama unafanya biashara, unafanya kazi, ndoa yako bado ina misukosuko, basi naomba kuanzia leo kupitia kipindi hiki cha The Mercy Hour, Mungu akupe rehema, ushikamane tena, uwe na upendo kumwombea mwenza wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaomba kuharibu kila nafsi zinazomfuatilia kwa siri ili kumnasa katika uharibifu. Inawezekana shetani ametega mitego yake. Muombee sana mwenza wako. We mama, ombea sana mume wako anapokwenda. Kuna wadada, kuna wanawake ambao ukiwatazama ni wazuri kuliko wewe, lakini usipoomba kumwombea mwenza wako na kumtaja, kuiombea ile nafsi isije ikaharibika, isije ikafata uharibifu, asije akachafua ndoa. Moja kwenye ndoa akitoka nje ya ndoa, manake ile ndoa si takatifu tena, ni ndoa iliyochafuka. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe mama, wewe baba, unaendelea kuichafua ndoa yako, haukujua hiyo ni dhambi mbele za Mungu na hautafika mbali. Mwisho wa siku utapata hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utahukumiwa na ndoa yako itahukumiwa. Inawezekana ni mchungaji, inawezekana ni mwinjilisti, unaimba praise, unaimba kwaya, unafanya biashara. Hiyo siku ya mwisho Yesu akisimama, hautasema mimi nilikuwa mchungaji, nilikuwa natoa mapepo, lakini Yesu atasema ondoka kwangu, sikujui. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ndoa ilikuchanganya na wewe ukafata maamuzi ya kidunia. Bwana asifiwe sana. Ulishindwa kuishi vizuri na mwenza wako. Mwisho wa siku utasema nilikuwa nafanya huduma. Atakwambia huduma ya kwanza ni kuishi vizuri kwenye ndoa yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natamani mtumishi wa Mungu, ndoa yako iweze kupona. Mungu airehemu ndoa yako. Haleluya. Kuanzia sasa, kama wewe ni mtumishi wa Mungu na bado unaenda katika giza, unaenda gizani, ndoa yako haiko sawa, usidhani kwamba Mungu atapokea maombi yako.
Usidhani kwamba Mungu atakuheshimu kama alivyokuheshimu mwanzo. Biblia inasema kwamba kaa vizuri na mwenza wa ndoa yako. Kaeni vizuri kwenye hiyo ndoa ili maombi yenu yasije kuzuiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baraka zako zipo katika amani ya ndoa. Amen. Wewe ambayo bado unaendelea, ndoa yako ina misukosuko, inaumwa, ni ndoa kitunguu, kila wakati kitunguu kikikata lazima utoke machozi. Kwa hiyo ndoa imekuwa ndoa kitunguu. Muombe Mungu rehema kupitia hiki kipindi cha The Mercy Hour. Mungu, naomba rehema ndani ya ndoa yangu. Wewe ambayo ni dada, ni kaka, umejaribu kuingia katika mahusiano na haujafanikiwa, una roho ya kukataliwa, na kwambia na kutabilia na kutia moyo kwamba inawezekana. Omba Mungu akupe rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kumwombea mwenza wa ndoa yako. Amen. Kwa hiyo unaweza ukaomba kuvunja, kusambaratisha kila roho inayomfuatilia ya uharibifu kisiri, na kila nguvu inayomtumikisha, inayomshikilia. Unaweza kubomoa. Unaweza kusema, Baba, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, na vunja na kusambaratisha kila roho zinazomfuatilia, roho za ukoo ambazo zinamfuatilia mume wangu, mke wangu. Kuanzia sasa namtamkia baraka katika huduma yake, kwenye kazi yake, kwenye uchumi wake. Unaweza ukaomba haya maombi na Mungu atakupa kadri wewe unavyohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja katika kipengele cha 5, maombi ya kuisemesha nafsi yako. Ndio kipengele cha mwisho kwenye mfumo wa kwanza, mfumo wa kuomba kuisemesha nafsi. Tutamalizia mfumo wa kwanza kwenye somo letu la mifumo inayotumika katika nini? Katika maombi. Sasa tuko katika kipengele cha 5. Unaweza kuandika 5 wa Kirumi ambayo ni V, maombi ya kuisemesha nafsi yako. Unapoomba, mtumishi wa Mungu, iombee sana nafsi yako. Inawezekana unakata tamaa. Namna ya kuisemesha nafsi yako kiroho. Lengo la kuisemesha nafsi ni kumfanya adui yako ambayo ni nafsi yako yenyewe awe upande wako wakati wa vita, badala ya kuungana na adui yako wa nje, yani jaribu, changamoto, ugumu au tatizo unalolipitia. Pili, unaweza kuisemesha nafsi yako. Kuisemesha nafsi yako ni njia ya kibiblia. Hiyo nafsi unapoisemesha, unaibadilishia nafsi taarifa mbaya ilizozipokea kutoka nje kupitia vitu mbalimbali. Kwa mfano, kupitia macho. Macho yanaweza yakanasa taarifa ambayo imetumwa kunasa nafsi yako. Ya pili, nafsi inaweza ikapokea taarifa kupitia masikio yako. Kila unachokisikia kwenye maisha yako, kila kinachoingia kwenye maisha yako kinaweza kikaathiri au kikabariki nafsi. Kinaweza kikaleta baraka, maendeleo, mafanikio, nguvu, moyo, nguvu kukutia moyo au kukuvunja moyo kabisa. Masikio yanaweza yakanasa taarifa. Alafu kuna ulimi. Ulimi una nguvu kubwa sana ya kuleta taarifa kwenye nafsi yako. Kila unachokizungumza, kile unachokitamka mara kwa mara, ndio kitakuja kutokea kesho yake. Nilizungumza kupitia kipindi hiki kwamba neno lolote ambalo ulilizungumza juzi ndio haya unayoyapitia leo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ni nabii wa maisha yako wewe mwenyewe. Unaweza ukawa rafiki wa maendeleo yako, na unaweza pia ukawa adui wa maisha yako kupitia matamko unayoyatamka. What you utter can affect your spirit. Unachokitamka, unavyojitamkia wewe mwenyewe, vinaweza vikaathiri maisha yako, vinaweza vikabariki maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, unaweza ukasema mimi ni tajiri, mimi ni mtu mkubwa. Unaisemesha nafsi yako kupitia neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Wapo watu ambao wameisemesha nafsi yako kupitia miungu mingine. Wapo ambao wameisemesha nafsi yako kupitia sadaka
za kuteketeza na nafsi yako imenasa. Bwana asifiwe. Shetani ametumia ulimi wako wewe mwenyewe kukuroga. Amen. Unajiloga wewe mwenyewe kwa kujikatia tamaa, kwa kujishusha thamani wewe mwenyewe. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, wewe ni mtu mkubwa. Ulimi wako ugeuze, ulimi wako ulete taarifa zilizokuwa zenye afya kwenye nafsi yako. Nafsi inaweza ikanasa taarifa, ikapokea taarifa kupitia pua unachokinusa. Nafsi inaweza ikapata taarifa kupitia ngozi yako. Ngozi ina uwezo wa kunasa taarifa yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaomba, soma Zaburi ya 116 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, nafsi yangu urudi rahani mwako. Nafsi yangu urudi rahani mwako. Manake nafsi imeshatoka, umekata tamaa, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Ukisoma tena Zaburi ya 131 mstari wa 2, ndugu mtazamaji, tusome kwa pamoja. Hakika nimeituliza nafsi yangu. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi anasema, hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kifuani mwa mama yake. Kama mtoto aliyeachishwa ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Kwa hiyo unatakiwa uiambie nafsi yako kwamba unatakiwa sasa urudi kwenye raha, katika raha lahani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Iambie nafsi yako inawezekana, Bwana yupo. Amen. Yesu Kristo yupo. Kama haujampokea Kristo, basi muamini leo. Muamini Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12, inasema kwamba wote waliompokea aliwapa nguvu ya kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Nitakuja kufundisha kama somo jingine. Kwa hiyo waliompokea ni wakina nani? Wamezaliwa na nini? Wao ni uzao wa nani? Na sifa za hao waliompokea Kristo wana sifa gani? Kwa hiyo kwa leo tuendelee kwamba unaweza ukaiambia nafsi yako kwamba itulie, irudi kwenye raha yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila unachokisema katika kuisemesha nafsi yako kinapaswa kiwe ni habari njema, yani neno la Mungu na ahadi zake, ili kupangua shambulizi lililotoka nje kwenye jaribu, tatizo au changamoto yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hakikisha unapoisemesha nafsi yako, isemeshe kwa kupitia neno la Mungu, kwa sababu ndani ya neno la Mungu kuna ahadi za Mungu, na ahadi za Mungu ni za kweli. Mungu ni Mungu ambaye anashika maagano, akisema lazima atende. Alisema ya kwamba katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 26, anasema katika hiyo nchi mtakayoingia hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala atakayekuwa tasa. Nitazihesabu siku zako. Maana yake inawezekana kabisa unapoisemesha nafsi yako kupitia neno la Mungu, nayo nafsi itapata raha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadiri unavyoisemesha nafsi yako mara kwa mara, ndivyo utafanikiwa kuitiisha ikubaliane na ripoti ya neno la Mungu kuliko ripoti ya jaribu, tatizo, changamoto au ugumu aliokuwa anaupitia. Huo unajisemesha maneno mazuri mara kwa mara. Huo unatamka, unalikiri neno la Mungu, unakiri neno la Mungu kwenye nafsi yako mara kwa mara. Neno la Mungu linasema, Mungu anamwambia Yoshua katika kitabu cha Yoshua sura ile ya 1, anasema neno la kitabu hiki yasije yakatoka au lisije likatoka kinywani mwako, uwe unalitafakari mchana na usiku, ili wewe uweze kuwa mtu mwenye mafanikio na mwenye nguvu. Kwa hiyo mafanikio yako yapo ndani ya Biblia, yapo ndani ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, nakwambia ya kwamba ukijijengea tabia ya kusoma neno na kulitamka, kulikiri neno la Mungu, litakuwa hai kwenye maisha yako. Biashara yako itakuwa hai, nafsi yako itakuwa hai, itarudi lahani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Usijikatishe tamaa, inawezekana, na huyu Mungu anaweza. Mungu unayomtumikia ni Mungu mwenye magumu, ni Mungu ambaye anaonekana katika magumu. Amen. Biblia inatuambia kwamba wana wa Israeli, ili uwezekano wa kufika
Kenan siku chache ilikuwa inawezekana, ulikuwepo kabisa, lakini Mungu alitaka wapitishe jangwani ili ajithibitishe, ajidhihirishe kwamba katika magumu mimi ni Mungu. Wakati nyakati zinabadilika, afya yako inabadilika, unapitia changamoto ya kiuchumi, changamoto ya ndoa, changamoto kwenye kazi yako, anakupitisha kwa makusudi ili yeye ajihakikishe kwako kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapopitia changamoto, Mungu anasema nitakufungulia mlango wa kutokea. Anasema kwamba umpitapo katika maji moto usiogope, maana wewe Mungu atakuwa pamoja na wewe, na yeye pia ametuahidi kwamba atakuwa pamoja nasi, atatushika na mkono wake. Haleluya. Sasa twende katika kipengele kingine ambacho ni jinsi gani unavyoweza kuongea na nafsi yako kwa neno la Bwana. Ni jinsi gani unaweza kuongea na nafsi yako kwa neno la Mungu pale ambapo ndani yako unaona kukata tamaa, huoni njia wala huna wa kukutia moyo. Ni jinsi gani unaweza ukaisemesha wakati unapitia kipindi hicho, kipindi kigumu, pale ambapo ndani yako unaona kukata tamaa, pale ambapo hauoni njia wala hauna mtu yoyote wa kukutia moyo. Yani umekuwa alone. People have left you alone. They have run away from you. Wala ambao walikuwa wanakushangilia, wala ambao walikuwa wanafurahia kila ambacho wewe unakipata, siku ulipopata changamoto wote wamekukimbia. Inawezekana hata mchungaji wako amekuchoka, inawezekana hata marafiki zako wamekuchoka, inawezekana hata mke wako amekuchoka. Sio wewe tu, hata Ayubu alipitia wakati huo. Ayubu alipitia nyakati hizi. Alipokuwa na utajiri, mke wake alikuwa anamwambia honey, sweetie, majina yote, baby, kila kitu, yani majina yote alimaliza, mahaba yote. Sasa kipindi ambacho Ayubu alikuwa anapitia, sasa mke wake alimwambia ni bora umtukane Mungu ili ufe. Unajua ni kwa sababu gani mke wa Ayubu alisema hivyo? Ni kwa sababu alichoka. Ayubu akawa mzigo. Kwa hiyo alitaka huyu mtu amtukane Bwana afe ili na yeye aolewe tena. Dunia inaweza ikabadilika, watu wanaweza kubadilika, lakini Mungu hawezi kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kipindi ambacho ndani yako unasikia kukata tamaa, hauoni njia, yani macho yameziba, njia zote zimeziba, Mungu anasema yeye anatengeneza njia pasipokuwa na njia. Aliwatengenezea wana wa Israeli njia pale baharini. Aliwatengenezea njia wakati Yeriko aliziba njia ya kuelekea Kenan. Ngoja nikwambie mtumishi wa Mungu, wakati unaelekea kwenye hatima yako, kumbuka kwenye njia yako kuna ukuta wa Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ukuta wa Yeriko. Yeriko aliyoziba njia ya kwenda Kenan. Yeriko yule Mungu alikuwa anaona kwamba hapa kuna njia, nitatoboa. Wakati wana wa Israeli walikuwa hawapana njia, Mungu alikuwa anaona njia. Wakati unaona kwamba biashara hii haiwezekani, Mungu anaona hapo kuna njia. Wakati wa ndugu wa Lazaro walikuwa wanaona kwamba basi Lazaro amefariki, ameshaanza kuoza, walimwambia Yesu, Lazaro ameanza kuoza, amekaa kaburini siku 4 na mwili wake unaanza kunuka. Yesu akasema hata kama Lazaro ameanza kunuka, lakini ipo tumaini, Lazaro ataamka tena. Kwa sababu ndani ya Yesu alikuwa anamuona Lazaro amebadilishwa tu sehemu ya kulala. Alikuwa anamuona Lazaro ni hodari, amenyanyuka tena ni afya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo biashara ambayo inakaribia kuisha, inakaribia kufa, Yesu anaona kwamba hiyo biashara ina afya. Mungu anaona kwamba umebarikiwa, umefanikiwa, umejenga, umenunua magari, yani una maisha mazuri kupitia hiyo biashara. Huyo mume ambayo ni mlevi, huyo mke ambayo kila wakati yeye ni vijola, unayemwona kwamba ni kikwazo, Mungu anamuona kwamba kwako ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana ukajitia moyo. Sukumwa na mistari katika neno la Mungu unaokutia nguvu. Isemeshe nafsi yako kwa kuomba, kwa kuongozwa na hilo andika. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 42 mstari wa 7 inasema kwamba nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Kumbuka
Daudi anavyoiambia nafsi yake, anasema, kwa nini unafedheka? Kwa nini unakata tamaa? Mtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu, nitakuja kutoa shukrani, ushuhuda, nitakuja kufurahi tena, kwa sababu inawezekana huyu Mungu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Zaburi ya 62 mstari wa 5 inasema, nafsi yangu umungoje Mungu peke yake kwa kimya, tumaini langu hutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jinsi gani unavyoweza kuongea na nafsi yako pale ambapo ndani yako unaona kukata tamaa? Namba 2 ya Kirumi, pale ambapo umeanguka na kuacha njia, lakini ndani yako unasikia hukumu. Pale ambapo umetenda dhambi, unasikia hukumu. Ndugu mtazamaji, mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie kwamba dhambi ambayo wewe haujaitubu, unconfessed sin, itakupeleka pabaya. Unaposikia hukumu, maana yake pale ambapo umetenda dhambi, yani pale umeanguka na kuacha njia ya Bwana, lakini ndani yako unasikia hukumu, pale unasikia kufanya toba katika eneo fulani juu ya maisha yako. Unawezaje kuomba? Umetenda dhambi mwaka jana, hiyo dhambi inakutesa, haujui namna ya kutoka katika hiyo dhambi, na hukumu ya dhambi imeandikwa nayo, na una udhalimu wa dhambi, yani unasikia kuhukumiwa ndani yako, unashindwa namna ya kutubu. Basi unaweza ukasukumwa na andiko hili, litakusaidia. Soma Zaburi ya 51 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema, E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe pekee, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Mstari wa 5, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Unaanza kutubu zile dhambi hata za mama yako, dhambi za babu yako. Inawezekana changamoto unayoipitia ni kwa sababu babu alitenda dhambi, ni sababu shangazi alitenda dhambi, na hiyo dhambi haikutubua, au huyo shangazi hakutubu hiyo dhambi, huyo baba hakutubu hiyo dhambi. Inaanza kuwatesa, imekuwa kama imegeuka kuwa laana. Unaweza ukatubu kwamba nilitoka kwenye tumbo la mama ambayo alikuwa hatiani. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utamjulisha hekima kwa siri. 7, unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi yangu, uzifute hatia zangu zote. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Unaweza ukaomba kwa kutumia hili neno. Yesu anakuita katika kitabu cha Isaya 1:18, anasema kwamba njooni tusemezane. Yesu anasema njoo tusemezane. Hata kama dhambi zenu ni nyekundu, hata kama umefanya ushoga namna gani, hata kama umefanya usagaji namna gani, hata kama umeua, hata kama ni mchawi kiasi gani, lakini ukisikia wito wa Kristo, basi tubu haraka iwezekanavyo. Neno la Mungu inasema kwamba usipotubu, tazama naja upesi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana, naja upesi nami nitakiondoa kinara. Wewe mtumishi wa Mungu, neno la Mungu linakwambia kwamba umeacha upendo wa kwanza. Tubu sasa na uyafanye matendo yale ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajihukumu. Kujihukumu ni dhambi, mtumishi wa Mungu. Kujihukumu ni mbaya, utakufa na hiyo dhambi. Usijihukumu, acha Mungu mwenye rehema akurehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha Mungu mwenye rehema akurehemu. Inawezekana kabisa, mtumishi wa Mungu.
Unaweza ukasukumwa na andiko kuchukua hatua na matengenezo. Ruhusu neno la Mungu ndani yako ikupe mwelekeo mpya. Luka 15:17-18. Utasoma hapo, mtumishi wa Mungu. Sasa ya tatu, pale unapojaribiwa kuanguka. Inawezekana unapitia katika kipindi ambacho shetani anataka kuangusha. Unatakiwa usimame, sukumwa na andiko, jielekeze katika kuomba kushinda hali hii ndani yako. Mwanzo 39 mstari wa 7 na wa 9. Mwanzo 39 mstari wa 7 na wa 9. Kabla ya kuomba, pigana vita ya jaribu kupitia andiko ndani yako. Kinachojaribiwa si wewe, lakini ni imani ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo umetukuzwa katika ukwasi wa mali na maendeleo yasiyo na kawaida. Ukisoma Mithali sura ya 30, mtumishi wa Mungu anaomba, anasema, Mungu, naomba hiki kitu, usinipe utajiri wala usinipe umasikini. Nikiwa tajiri nitakuja kukusahau, ukinipa umasikini nitaiba na nitalitukana jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema anahitaji maisha ya katikati, asiwe tajiri sana, asiwe masikini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ambapo unaona kwamba umetukuzwa katika ukwasi wa mali na maendeleo yasiyo ya kawaida, usije ukajitukuza na ukamsahau Mungu. Zaburi ya 103 mstari wa 1 hadi wa 5. Nafsi yangu umhimidi Bwana, nami vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote, au komboa uhai wako na kaburi, akutia taji na fadhili na rehema, au shibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Unapofanikiwa usije ukamsahau Mungu. Omba sana ushinde katika hilo jaribu, kwa sababu inawezekana amekukosa huku kwingine, lakini atakupatia kwenye mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoiambia nafsi yako kwa kuisemesha kupitia mamlaka ya kimungu, yani neno la Mungu, mambo haya hutokea. Unapoisemesha nafsi yako kwa kuisemesha kupitia mamlaka ya kimungu, yani neno la Mungu, mambo haya yanatokea. Unaijengea utisho wa kimungu unaosababisha ulinzi katika nafsi. B, unaimarisha nafsi katika uhusiano wake na Mungu, unaifanya iambatane na Bwana. Unazuia mkono wa adui usipate nafsi ndani ya nafsi yako. Unazuia mkono wa adui usipate nafasi ndani ya nafsi yako. Unapoisemesha nafsi yako mara kwa mara kupitia neno la Mungu, unaijengea utisho wa kimungu. Unaimarisha nafsi yako katika uhusiano wa Mungu. Unaizuia mikono wa adui usipate nafasi ndani ya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo napenda nimalizie kwa kusema angalizo hili. Usipoiombea nafsi yako, adui ataikamata na kufanya lolote analotaka. Usipoiombea nafsi yako, adui yako ataikamata na kuifanya lolote analotaka kwenye nafsi yako. Zaburi 7:5. Basi adui na anifuatie na kuikamata nafsi yangu, naam, au kanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Usipoisemesha hiyo nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maombi juu ya nafsi yako ni kuitengeneza uelekeo mpya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maombi juu ya nafsi yako ni kutengeneza uelekeo mpya kwako. Hata kama umeshikiliwa namna gani, simama tu na neno. Ingia kuiombea nafsi husika ukiisemesha kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi zote za watoto, maadui, wasaidizi wa hatima yako, wanahitaji uwasemeshe kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naendelea na malizia kwa kusema, una nguvu mtumishi wa Mungu
ya kuondoa kila roho kwenye maisha yako, kwenye nafsi ya watoto wako, nafsi ya mwenza wako, nafsi yako. Unaweza ukaisemesha nafsi yako na ikarudi rahani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumalizia, naomba tuombe kwa pamoja. Tufanye haya maombi kwa kuisemesha hizo nafsi. Unaweza ukanifuatisha maombi haya. Sema: E Bwana Yesu, asante kwa neno lako la uzima kwenye maisha yangu. Nami nasimama kama neno lako linavyosema, kuisemesha nafsi iliyopondeka, ile nafsi iliyoshikiliwa, ile nafsi iliyokamatwa. Nasemesha nafsi ya watoto wangu, nasemesha nafsi za adui yangu, walipoikamata nafsi yangu, walipokamata maendeleo yangu, katika jina la Yesu Kristo naisemesha zile nafsi zikashindwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafsi za watoto wangu ziliponaswa, ziliposhikiliwa, ninazinusuru kwa damu ya Yesu Kristo. Naisemesha nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo, nayo itafanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naisemesha nafsi ya mwenza wangu wa ndoa kwa mamlaka ya jina la Yesu, naitamkia baraka. E Bwana Yesu, ukatuweke huru nafsi zilizoshikiliwa, ukaziweke huru katika jina la Yesu. Kila roho ya uchawi na ushirikina na uganga, e Bwana, inayotawala kwenye nafsi zote, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafsi za wasaidizi wa hatima yangu, katika jina la Yesu Kristo, zinazopelekeshwa na kutumikishwa na roho za kichawi, Baba, katika jina la Yesu, natangaza kufunguliwa kwa nafsi katika jina la Yesu. Natangaza kufunguliwa katika nafsi yangu, natangaza kufunguliwa kwenye biashara yangu, kwenye uchumi wangu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana, e Mungu, naomba ukashinde kwenye maisha yangu, nami nitakuita wewe Ebeneza. Wewe ni Jehova El Shaddai, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Nakiri ya kuwa Yesu ndio mwokozi wangu. E Bwana Yesu, naomba unisamehe makosa yangu yote niliyoyakosa kwa kujua na kwa kutokujua. Naomba damu yako ifute majina yangu katika kitabu cha hukumu, ifute majina yangu katika kitabu cha hukumu. Nawe Bwana, uandike majina yangu katika kitabu chako, e Bwana, cha uzima, katika jina la Yesu Kristo, ili siku ile ya mwisho utakapowaita watakatifu, nami jina langu liwepo. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kuanzia sasa, mtumishi wa Mungu, umekombolewa. Nafsi za watoto wako, nafsi za mwenza wa ndoa yako, nafsi ya destiny helper yako imekombolewa, nawe utapata raha. Nafsi yako itarudi rahani mwake tena. Jina la Bwana lizidi kuimarika kwenye maisha yako. Akubariki tangu sasa na hata milele. Usisahau kulike, usisahau kufollow, usisahau kusubscribe, na Mungu atakubariki sana. Ukihitaji mawasiliano, basi namba inatembea, namba hizo ambazo unaziona chini ya screen yako, unaweza ukapiga kwa ajili ya huduma mbalimbali. Kama unahitaji huduma ya maombi, unahitaji huduma mbalimbali, labda unahitaji watu wa kutie moyo, basi unaweza ukaipiga hiyo namba kwa namba hii 0786393832. Ya Vodacom ni 0745785439. Jina la Bwana libarikiwe. Shalom. Tutaonana tena kipindi kijacho, ambacho tutakuwa tunaangalia mfumo wa pili, maombi kwa mfumo ya kuisemesha ardhi kwa kutumia neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Bwana Yesu akubariki milele. Amen.